Ninaomba uketi kwenye uwepo wa Bwana. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema ya juma hili. Lakini kipekee kabisa ni muhimu kujua kwamba Mungu ametupa kuendelea kufuatilia swala la ardhi, na ili tuweze kuendelea kuomba kwa ajili ya ardhi ya mahali Mungu alipotuweka. Naomba nianze kwa kusema hali ya kiroho ya eneo, hali ya kiroho ya ardhi mtu anapoishi, hali ya kiroho ya ardhi mtu anapofanyia biashara, anapofanyia kazi, ndio huwa inaamua hatima ya huyu mtu kwenye hilo eneo. Hali ya kiroho, kwa sababu kila kitu kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho, ndipo kinakuja kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Ukiona leo unaishi, ni kwa sababu ulianza kwanza kuishi kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana unaishi kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Wakitaka kukufanyia ubaya, wanaanza kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. Hakuna kitu kinachotokea tu. Kila kitu kimekusudiwa, kila kitu kimetengenezwa, kila kitu kimeumbwa kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ardhi ndio huwa inaamua maisha ya watu watakaokaa hapo. Ardhi inaweza kupokea maelekezo na ikayafanyia kazi. Ardhi inaweza ikaambiwa huyu mfanikishe, huyu usimfanikishe, na inatii. Na ndio maana eneo hilo hilo mwingine anaweza akawa anafanikiwa, mwingine akawa hafanikiwi. Kwa nini? Kwa sababu ardhi imepokea maelekezo tofauti. Ardhi ni kitu cha ajabu sana. Ardhi inaweza ikaambiwa huyu usimpe, huyu mpe, na ardhi ikatii na ikafanya. Na tunaona hivyo kwenye Biblia. Kaini aliambiwa wewe utakuwa mtolo. Maana yake utakuwa na maisha ya kuhangaika, utakuwa na maisha ya kutangatanga. Hata ukijaribisha kuilima ardhi haitakuzalia. Ndio maelekezo ambayo ardhi imepewa. Kwa hiyo popote Kaini anapopita, ardhi inasema tulishaambiwa huyu hatumfanikishi, huyu hatumpi. Kwa hiyo kokote anakoenda, akijaribu kuhama mkoa, aseme atoke basi Arusha aende basi Singida, ardhi ya Singida inasema tulishaambiwa kwamba wewe utakuwa mtoro, mtu asiye na kikao duniani. Kwa hata akijaribisha kutoka Singida aende Dodoma, ile laana inaendelea kumfuatilia kila mahali. Kwa nini? Ardhi imepewa maelekezo. Na ndio maana wakati mwingine unaweza ukashangaa, mbona mimi sifanikiwi hapa na kuna mtu mwingine anafanikiwa hapa hapa? Inategemea namna ardhi ilivyosemeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni muhimu kuelewa, Mungu anaweza akaisemesha ardhi, shetani naye anaweza akaisemesha ardhi. Nikisema shetani, maana yake madhabahu za giza au watu waovu wanaweza wakaisemesha ardhi na wakaingia nayo maagano ardhi. Ni muhimu kuelewa hicho kitu. Kwa hiyo Mungu anaweza akasemesha ardhi kwa makusudi yake. Madhabahu za giza nazo zinaweza zikasemesha ardhi kwa makusudi yao. Kama kutakuwa na nguvu tofauti, ikiwa madhabahu za giza zimeisemesha ardhi, lazima kuwe na nguvu tofauti ambayo inakwenda kuachiliwa kwenye ile ardhi kufuta kilichosemeshwa na madhabahu za giza. Bwana asifiwe. Lakini kama Mungu ndiye aliyesema, kama Mungu ndiye aliyesema, kwa mfano hiyo ardhi ifikwe na mabaya, kama aliyesema ni Mungu, maana yake hayo ni mapigo. Kama aliyesema Mungu, maana yake hiyo ni laana. Kama aliyesema ni Mungu, maana yake hiyo ni adhabu. Na namna pekee ya kuondoa mapigo, laana au adhabu kwenye ardhi ni maombi ya toba, kwa sababu huwezi kumkemea Mungu. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Na kwa kuwa huwezi kumkemea, maana yake lazima ushuke kwake kwa unyenyekevu na kuanza kuita msaada. Lakini ni mpaka umejua sasa
kwamba hapa kilichoachiliwa ni laana, ni adhabu au ni mapigo, ndicho kilichoachiliwa kwenye hii ardhi. Ndio maana hatuvuki, ndio maana hatuoni hatua, ndio maana hatuoni upenyo, ndio maana kila mtu anaishiaga hapa. Kwa ukishagundua, maana yake uanze kuomba maombi ya kutubu mpaka Mungu mwenyewe aachilie. Lakini kama kilichoachiliwa ni laana kutoka kwenye madhabahu za kuzimu, hapo una nafuu kubwa, kwa sababu ukijua namna ya kusimama na Mungu, unaanza kubatilisha hivyo vitu kwa damu ya Yesu na kufuata zile taratibu ambazo Mungu anakupa, kuanza kubatilisha hizo laana. Na lazima kwanza kufuatilia ni laana zenye sababu au hazikuwa na sababu. Na kama zilikuwa ni laana zenye sababu, manake lazima kutafuta namna ya kuziondoa, maana huwezi tu kufuta. Ndio maana sio kila kitu unachosema kwa jina la Yesu toka kinatoka. Kuna vingine vinakuuliza wewe ni nani unatuambia tutoke. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Vingine vinakuuliza maswali, wewe umetokea wapi? Ina maana wewe hujui kwamba sisi tumekaeje hapa. Ina maana wewe hujui nani ametuweka hapa. Kwa unaweza kaona kemea, lakini mapepo yenyewe yanakushangaa kwamba anatukemea kwa staili ipi, kwa sababu sisi kimsingi tuna uhalali wa kuwepo kwenye hii ardhi. Sisi tuliingia maagano kwenye hii ardhi. Sisi tulifanyia kafara hapa, tulifanyiwa kafara, tuliwekwa, tuliketishwa hapa. Kwa lazima huyu mtu anayeanza kushughulika na hiyo ardhi awe na maarifa ya kujua kama hizi roho zimekaa hapa kwa uhalali. Lazima kutafuta nguvu ya kuondoa huo uhalali. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo hayo mambo ni mambo ya muhimu kuyafahamu. Na namna ya kuondoa uhalali ni rahisi tu. Ndio kazi ya damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Maana kazi ya damu ya Yesu ni kufuta hati za mashtaka. Na damu ya Yesu haifuti hati za mashtaka kienyeji. Lazima kuanza kuomba toba. Ndio tunaona kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 anapoeleza kwenye ule mstari wa 14 kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Mambo mangapi? Mambo matatu. 1, watajinyenyekesha. 2, watanitafuta uso. 3, wataacha njia zao mbaya. Nini kinafuata? Nitasikia kutoka mbinguni, alafu nitaponya ardhi. Nitaponya ardhi. Kwa lazima kuwe kuna namna ya kujinyenyekesha mbele za Mungu. Lazima kuwe kuna namna ya kutafuta uso wa Mungu. Sasa kutafuta uso wa Mungu sio kitu tu, sio yale maombi tu ya lele mama. Kutafuta uso wa Mungu maana yake ni kufanya maombi serious. Mungu, nahitaji kukuona kwenye hili eneo, nahitaji kukuona kwenye hili jambo, nahitaji kukuelewa kwa nini tunapita kwenye hii shida, kwa nini tunapita kwenye hili tatizo, kwa nini ninapita kwenye hii shida kwa muda mrefu, kwa nini sivuki hapa, kwa nini sipati breakthrough hapa. Kutafuta uso wa Mungu ni kujidedicate kwa ajili ya jambo fulani, kulipa jambo fulani kipaumbele, kulipa jambo fulani muda. Kutafuta uso, huwezi kutafuta uso wa Mungu kwa kufanya maombi ya kwenda kulala. Bwana asifiwe. Lazima utoe kipaumbele kwenye muda wa kumtafuta Mungu. Lazima umpe Mungu nafasi. Kama ni utafunga, ufunge. Kama ni utaomba siku kadhaa, uzidedicate hizo siku. Ndio maana ya kutafuta uso. Kama ni maombi ya siku 7, kama ni maombi ya siku 21, kulingana na Roho Mtakatifu anavyokusemesha. Ndio maana ya kutafuta uso. Kwa hiyo hawa watu wangu walioitwa kwa jina langu, kujinyenyekesha maana yake ni kukubali kushuka bila kujihesabia haki. Usiseme mimi ni Mkristo, babangu aliwahi kuwa Mkristo, mimi nimezaliwa kwenye nyumba ya watu wanaosali, then what? Hauvuki.
Huendi hatua. Kuna watu wengi sana wamekwama kwa sababu hiyo. Sasa mimi nimezaliwa kwenye nyumba ya watu wanaosali. Mimi babangu ndo alipokea wamishonari. Uvuki, lakini huendi hatua. Vitu havitokei. Mwingine niliwahi kukutana na mtu mmoja kwenye mkoa fulani, ananiambia, mtumishi, mimi ndiye nimejenga mpaka ile kanisa. Sielewi Mungu, kwa mimi na Mungu tuna shida gani? Ananiambia hivi. Mimi na Mungu tuna shida gani? Hakuna sadaka mimi sitoi. Ndio ananieleza hivyo. Hakuna sadaka mimi sitoi. Mimi natoa kila sadaka. Sielewi kwa nini vitu vyangu haviendi. Unapogundua kitu cha namna hiyo, jinyenyekeshe. Ndio maana alianza kusema, hawa watu wangu ikiwa ukitaka Mungu aponye ardhi, usijihesabie haki. Usijihesabie haki. Anasema ikiwa hawa watu wangu watajinyenyekesha. Kujinyenyekesha ni kujishusha mpaka kwenye level ya chini. Unataka nini? Wewe unataka msaada wa Mungu. Mungu, mimi ninachotaka ni msaada wako. Ninachotaka ni msaada wako. Kwa kusema ikiwa watu watajinyenyekesha, 2, watanitafuta uso. Mtu yoyote ambaye ameshajinyenyekesha mbele za uso wa Mungu anaweza kuutafuta uso wa Mungu. Lakini mtu ambaye hajajinyenyekesha mbele za uso wa Mungu hawezi kuutafuta uso wa Mungu. Kuutafuta uso wa Mungu lazima uwe kwanza umejishusha. Lazima kwanza uwe umejinyenyekesha. Vitu vyote ambavyo ungeweza kujihesabia kuwa ni haki unaviweka pembeni. Unamwambia Mungu, ninahitaji kujiona. Ndio maana Daniel alipotaka uponyaji kwa ajili ya taifa lake, alipaka majivu. Na bado alikuwa na cheo kikubwa. Kupaka majivu maana yake nini? Kupaka majivu maana yake ni kujishusha mpaka kwenye level ya chini kabisa. Yaani kwamba mimi sina utofauti na maskini yoyote aliyedharauliwa. Alijipaka majivu, alafu haikutosha, akavaa magunia. Haikutosha, akabadilisha menu zake zote za chakula. Hakuna kula nyama, hakuna kunywa divai, hakuna vitu vyote ambavyo vilikuwa vinampa kurelax, kuenjoy, vyote akavikataa. Kwa hiyo kitu cha kwanza alifanya nini? Alijinyenyekesha. Ndipo akaweza kuutafuta uso wa Mungu kwa siku 21. Na Mungu alisikia kutoka mbinguni. Kwa alisema wakijinyenyekesha, wakautafuta uso, anasema nitasikia kutoka mbinguni. Nikishasikia, cha kwanza nitakachoshughulika nacho, nchi, ardhi. Nitaiponya ardhi. Kwa nini Mungu anaenda straight kwenye ardhi? Kwa sababu ardhi ndio inayoamua. Mungu akisema huyu mtu akae utumwani miaka 70, anayepokea maelekezo ni ardhi. Mungu akisema huyu mtu asiwe na mafanikio kwenye hii ofisi, anayepokea maelekezo ni ardhi. Mungu akisema hii nyumba isiwe na kibali, anayepokea maelekezo ni ardhi. Ardhi ndio inayoamua maisha ya mtu. Na ndio maana uchawi wote unafanyika kwenye ardhi, hakuna uchawi unafanyika angani. Kila uchawi unafanyika ardhi, kila kitu kinachimbiwa kwenye ardhi. Kwa sababu ardhi ndio inayoamua maisha ya mtu. Kwa Mungu mwenyewe anapotaka kurestore, anaenda kwenye nini? Kwenye ardhi. Uponyaji unaenda kwenye ardhi. Bwana asifiwe. Tunaelewana watu wa Mungu? Jina la Yesu libarikiwe sana. Hata unaposoma kwenye ile Ezekiel, kwa mfano unaposoma kwenye kile kitabu cha Ezekiel sura 22, ule mstari wa 30, unaona anasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi. Sasa hapo kwa ajili ya nchi, wewe weka kwa ajili ya ardhi. Anasema nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya ardhi, nisije nikaiharibu. Kwa Mungu anatafuta mtu ambaye atazuia mapigo, mtu atakayezuia laana. Lakini atazuia wapi? Kwenye ardhi. Kwenye ardhi. Ukiendelea pale mbele anasema sikuona mtu.
Kwa sababu hiyo nikamwaga ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto kwa hasira yangu, nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Lakini kwa nini? Kwa sababu hakukuwa na mtu wa kushughulika na hiyo ardhi. Hakukuwa na mtu wa kushughulika na hilo eneo. Kwa hiyo lazima ujue kwamba unaposimama kwenye zamu, unaposimama kwenye nafasi, ukajinyenyekeza mbele za uso wa Mungu, ukautafuta uso wa Mungu kwa ajili ya ardhi, uwe na uhakika Mungu anafanya kitu cha tofauti. Ardhi ndio huwa inapokea maelekezo. Tuangalie mstari wa mwisho, Yeremia sura 22. Yeremia sura 22 ule mstari wa 29. Ardhi inapewa maelekezo. Anasema nchi ni sawa na kusema ardhi lisikie neno la Bwana. Kwa hiyo hapa ardhi inapokea maelekezo. Nchi lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu, kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote hatafanikiwa. Maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa, akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Nchi, ardhi lisikie neno la Bwana. Kwa Mungu anapotaka kushughulika na mtu, anaendaga kwenye ardhi. Na ndio maana siku ile alipotaka kushughulika na Yona, alienda kwenye nini? Alienda kwenye bahari. Kulichafuka, hakuwezi kutulia. Maelekezo yamepelekwa kwenye bahari, maelekezo yamepelekwa kwa nyangumi. Bahari, usitulie mpaka huyu mtu ameshughulikiwa. Usitulie mpaka huyu mtu ameshughulikiwa. Ule upepo uliokuweko pale ulikuwa ni wa kuvunja kile kimelikebu, mpaka walipofanikiwa kumtoa yule mtu kule ndani, ndio kukawa shwari. Na yule mtu alipotupwa tu, kuna samaki ameandaliwa. Meza huyu mtu, muhifadhi huko tumboni siku 3 mpaka akili zake zirudi, mpaka akae sawa. Na yule samaki amekaa pale anamsubiri. Ametupwa tu, akamkamata, peleka tumboni, akambana mahali ambako hakuna digestion imeruhusiwa kufanyika, ili asije akafa, kwa sababu Yona alikuwa kwenye level ambayo bora afe kuliko kwenda Ninawi. Yaani alikataa kabisa habari za Ninawi. Kwa hiyo kwake kifo kilikuwa ni solution. Kuna watu wao wanafika kwenye hizo level, anaona kama kufa ni solution. Kufa sio solution. Lazima utimize kusudi la Bwana. Kwa sababu unataka kufa, unaenda wapi? Maana unakoenda unaenda kuulizwa, tulikupa hii kazi ya kufanya, mbona umetoroka? Umekuja huku kufanya nini na hujatimiza ili kusudi? Kwa hiyo nilichotaka ukione ni nini? Mungu anapotaka kudili na mtu, kinachosemeshwa ni ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa hii kitu ni kigumu, kwa sababu ardhi iliambiwa ilisikie neno la Bwana. Na neno la Bwana ambalo ardhi inaambiwa andikeni habari za mtu huyu. Kwa hiyo ardhi inaweza kuandika habari zako. Kwa nini ardhi inatakiwa iandike? Ili kutunza kumbukumbu. Kutunza kumbukumbu. Na ndio maana tunapoomba, moja ya maombi tunayoyafanya ni kufuta kumbukumbu. Kwa nini damu ya Yesu ni ya muhimu? Kwa sababu damu ya Yesu inaweza kufanya kazi ya kufuta kumbukumbu za mabaya ambazo zimeandikwa juu ya ardhi. Hii ardhi imeambiwa andikeni habari za mtu huyu, kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote. Kwa fikiria, ardhi imepewa hayo maelekezo kwamba utakiwi kufanikiwa siku zako zote. Sasa huku duniani wewe unafanya nini? Kwa
Kwa hiyo ardhi iandike kwamba huyu mtu maadamu yuko duniani. Sasa angalia, kama ardhi inasikia, kama ardhi inaandika, maana yake ni kwamba hata wanaotumia madhabahu za uchawi, hata wanaotumia madhabahu za ushirikina wanaweza pia kuisemesha ardhi, na wakaingia nayo maagano, na ardhi ikasikia na ardhi ikaandika kwamba ardhi hii, familia wasikae wakafanikiwa. Ardhi inaingia maagano na hao watu kwa kutumia uganga, kwa kutumia uchawi, kwa kutumia madhabahu za giza, kwa kutumia sadaka na kafara. Ardhi inaingia maagano na hao watu na inaandika. Kwa hiyo tumesema hiyo familia wasikae wakafanikiwa siku zao zote. Mmesema huyu binti asije akazaa, ndio agano ambalo wameingia na ardhi. Huyu kijana asije akaoa, maisha yake yote yawe ni ya kurukaruka, yawe ni ya kutangatanga, yawe anaenda kushoto, anaenda kulia, anawapa hao mabinti wa watu tu mimba, anakuwa mtu asiyeeleweka, asije akatulia. Ardhi andika. Watu wanafanya huo uchawi, wanafanya huo ushirikina, wengine wanaenda wanachimbia hivyo. Niliomba na mtu mmoja alinishangaza sana. Alikuja kutubu kwangu. Anatubia kitu gani? Anatubu kwamba ameharibu familia fulani. Anambia, mtumishi, naomba Mungu anisamehe. Nikamwambia, kuna shida gani? Anasema, kwa kweli nimesikiliza neno, moyo umeniuma sana. Nikamwambia, kitu gani kimetokea? Anasema, mimi ndo nimeharibu familia ya dada yangu. Yeye na dada yake walikuwa hawaelewani. Kwa ananiambia, nimeharibu familia ya dada yangu. Nikamwambia, umefanyaje? Anasema, mimi nilipotofautiana na dada yangu nilienda kwa mganga, nikahakikisha nafunga mafanikio yao. Kwa kweli mtumishi, wanateseka sana. Anasema walikuwa na maisha mazuri sana. Nikamwambia, ulifanyaje? Anasema, mganga alinipa tu dawa, aliniambia nikazichimbie pale kwao. Kwanza nilienda pale nikachimbia pale. Nikamwambia, ni mwaka wangapi? Sasa ni mwaka wa 5. Kwanza nilipozichimbia hizo dawa, na zinafanya kazi kweli. Kwanza nimezichimbia pale na nilisema yale maneno, ile familia imegawanyika, imesambaratika, biashara zimekufa, wamefukuzwa kazini. Anasema vitu haviendelei. Sasa nimesikiliza neno, moyo umeniuma sana. Sasa mtumishi, nifanyaje? Nikamwambia, cha kwanza mpokee Yesu Kristo awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Sawa. Kwa hiyo sasa wale na wasaidiaje? Nikasema, unakumbuka ulipofikia? Akaniambia, napakumbuka. Nikamwambia, unaweza kwenda kutoa? Akasema, naweza. Nikamwambia, katoe nilete. Unajua alienda alitoa na alileta kwenye seme. Alileta kabisa vile vitu alivyokuwa amevifukia pale. Tulivichoma pale kwenye seme. Lakini nini ninachotaka kusema? Kwa miaka 5 watu wanaishi hawana habari kwamba kuna agano ambalo ardhi imeingia na mtu na madhabahu za kuzimu kinyume chao. Na wao kwa sababu wana nguvu za Mungu za kuwasaidia, wanashangaa tu vitu vina biashara zinakufa. Watoto waliokuwa wameajiriwa wanafukuzwa kazi. Kwa nini? Kumbe ardhi imeambiwa ifanye kitu tofauti na imetii. Kwa sababu kama hakuna nguvu za Mungu zinazokulinda, ardhi ikisemeshwa na madhabahu za giza inafanya, inatii. Ardhi inaweza kupokea maelekezo na ikafuata hayo maelekezo. Na ndio maana kwenye miji mikubwa kama hii, kwenye majiji yote makubwa, matajiri wakubwa walioko kwenye hiyo miji wengi ni wale wanaosemesha ardhi na kuretrieve na kurestore zile covenant zao kila wakati. Kwenye roundabout, kwenye mabarabara, kwenye maeneo, wanaajiri mpaka watu wa kwenda kufanya hivyo vitu. Kuna mtu mmoja niliomba naye, yeye walimzika kwenye haya makaburi ya Kaloleni hapo, lakini yeye yuko hai. Walichofanya tu waliandika jina lake, wakaandika majina ya watoto ya familia nzima, wakachukua yale majina wakayatengenezea kajeneza. Ndio maelekezo wamepewa na mganga. Wakayatengenezea kajeneza kadogo, wakayaweka kwenye kale kajeneza, wakaenda pale makaburi ya Kaloleni pale saa 9 usiku, wakachimba kakaburi,
wakafukia kale kajeneza, wakawazika. Sasa yani kama tunavyozika ndivyo tunavyowazika kwenye ardhi ya Arusha. Hakuna mtu atawasikia, hakuna mtu atawaona, hakuna mtu atakuwa upande wao, hakuna mtu atafanya chochote na wao. Wewe huku unapambana, kumbe mwenzetu ushazikwa. Ndio maana Biblia inasema unaweza ukawa na jina la kuwa hai, lakini kumbe kwenye ulimwengu wa roho mwenzetu wewe ushazikwa, haupo, hauexist. Kwa sababu ardhi imeshaambiwa kuhusu wewe kwamba huyu mtu asifanikiwe kwenye mji wa Arusha, huyu mtu asiwe na matokeo kwenye mji wa Arusha. Kwenye mji wa Arusha tumeshamzika. Yani so long anakuwepo Arusha, yeye ni marehemu. Kwa hiyo ukiwa tu Arusha, wewe ni marehemu. Unashangaa wakati mwingine ukiwa nje ya Arusha ndio at least vitu vyako vinafanya nini? Vinasogea. Nini ninachotaka kukusemesha? Nataka uelewe vitu vya namna hii ili ujue namna ya kuachilia damu ya Yesu kukuokoa na kila laana ambayo imeachiliwa kwenye ardhi na kila mapigo yaliyoachiliwa kwenye ardhi. Nimekuambia kama hicho kitu kilichoachiliwa kwenye ardhi kina mahusiano na Mungu, ni rahisi sana, kwa sababu unaenda mbele za uso wa Mungu, unafuata ile kanuni ya Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, Bwana Yesu asifiwe, watajinyenyekesha, watautafuta uso, hasa nitasikia kutoka mbinguni, nitaponya nchi. Okay, ikiwa sasa unapambana na maadui, ndio wamekuloga, ndio wamekuzika namna hiyo, na hauna habari, ndio maana lazima kuomba kwa ajili ya ardhi ambayo upo. Kwa tunapoomba lazima uombe kwa ajili ya ardhi ya Arusha, kwa sababu unaishi Arusha. Chochote kilichonifunga kwenye ulimwengu wa roho juu ya hii ardhi, damu ya Yesu ikaingilie kati. Neno lolote ambalo ardhi imesemeshwa kinyume changu, neno la ubaya, la hila, nalifuta kwa damu ya Yesu. Inawezekana ardhi imeambiwa sitakiwi kupata faida hapa. Inawezekana ardhi imeambiwa sitakiwi kuwa na mafanikio kwenye mji. Inawezekana ardhi imeambiwa sitakiwi kuona. Kuna watu so long as yuko kwenye hiyo ardhi utakaoone fursa mpya. Yaani kwenye hiyo ardhi wamefunga macho ya kuona fursa. Huyu mtu akiwa hapa asione fursa yoyote inayotokea. Asikutane na mtu yoyote mwema. Asikutane na mtu yoyote aliyebeba mafanikio. Ardhi, huyu mtu. Na mara nyingi watu wanasemeshaga hivyo ardhi wakati mwingine wanapokuwa na hasira, wakati mwingine wanapokuwa na chuki na mtu au na familia, au anapokuwa na uchungu. Shida nyingine, kwa mfano kwenye mtaa, unakuta mtu kafanyiwa kitu kibaya, anasema hakuna mtoto, kwa sababu labda yeye mtoto wake amepata ajali, amekufa. Sasa hakuna mtoto atakayeishi kwenye hii ardhi, kwa sababu anahisi labda walimfanyia fiti. Yale maneno mnayasikia, msa dua la kuku hilo alimpate mwewe. Na kuna mtu damu yake imemwagika pale, usiseme dua la kuku. Madam ni maneno yametamkwa na ardhi imeyasikia. Unaweza ukashangaa vikaanza kutokea vitu vya ajabu. Wewe unachohitaji ni nguvu za Mungu ziachiliwe hapo. Kwa kuna maneno mengi sana yametamkwa kwenye ardhi. Kuna watu wamepigana kwenye nyumba, wamepigana kwa kiwango ambacho wamepasuana mpaka damu zimemwagika hapa. Ile ardhi ikapokea ile damu, ikapokea yale maneno. Ilipopokea yale maneno, wale watu wakaama ile nyumba. Wewe ndio mpangaji anayefuata, hujui chochote, lakini ardhi ilipokea mpaka damu. Ardhi ilipokea maneno ya uchungu ambayo yule mama aliyatamka alipofanyiwa ukatili kwenye ile nyumba. Ardhi ilipokea yale maneno. Unashangaa kuanzia mmeingia kwenye hiyo nyumba, mume wako kawa katili. Unajiuliza, ukatili huu mume wangu kautoa wapi? So kwanza tumeingia kwenye hii nyumba, mume amekuwa mbogo. Amekuwa mbogo. Sio yeye, ni kitu kilichopo kwenye hiyo ardhi ambacho hamkijui. So kwanza tumefika kwenye hii nyumba, mtoto amekuwa mtukutu, mtoto amekuwa mvuta bangi, amjui kilichoandikwa kwenye hiyo ardhi.
Na ndio maana maombi ya kuachilia damu ya Yesu juu ya ardhi sio maombi ya kienyeji, ni maombi kabisa serious ya kusemesha ardhi, wala sio maombi ya siku moja. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukaelewa mikwamo ya watu wengi sana ipo kwenye nini? Kwenye ardhi. Mikwamo ya watu wengi sana. Kama hii ardhi iliambiwa, tena iliitwa mara ngapi? Iliitwa mara 3. Ardhi, 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 lisikie neno la Bwana. Sasa hii ilikuwa ni adhabu, haya ilikuwa ni mapigo. Huyu mtu asifanikiwe siku zote za maisha yake, wala mtoto wake. Okay, ikiwa upande wa pili ndio mtu anaongea maneno kwa uchungu, kama jinsi nilivyodhalilika kwenye hii nyumba, ndivyo kila mtu atakavyodhalilika humu ndani. Mtu anaongea hayo maneno. Kama Mungu aishivyo, ikiwa mtoto wangu amepotea kwenye mazingira ya namna hii, hakutakuwa na amani kwenye mtaa. Watu wanaongeaga vitu vingi. Mnasikiaga maneno watu wanaongeaga misibani. Wale waliowafariji, wale watu waliofiwa ni watanielewa vizuri. Hasa pale msiba unapotokea katika mazingira ya kutatanisha. Watu wanaongea vitu, watu wanaongea vitu. Sasa ngoja nikuulize, ni misiba mingapi watu wameisemesha ardhi? Kama jinsi mume wangu alivyokufa, kama jinsi mtoto wangu alivyokufa, kama jinsi binti yangu alivyokufa, hakutakuwa na amani, hakutakuwa na utulivu. Mungu, wewe ni Mungu wa haki, wewe Mungu unasikia, wewe Mungu ni wa haki. Mtu anamlazimisha Mungu aingilie kati hiyo situation. Kwa nini? Kwa sababu anaona kapokonywa mtoto, kapokonywa mume, kapokonywa mke. Kwa hiyo anailazimisha ardhi ifanye kitu tofauti. Sasa watu wengine wanafikiri tu ni maneno ya mfiwa. Hakuna mtu anakuja kuhangaika nayo. Sasa muamini tu Mungu, wale wanaomfariji, muamini tu Mungu, usije ukamkufuru Mungu. Ameshaongea, ameshayasema. Na mengine tunayasikiaga mpaka kwenye mitandao ya kijamii, mengine tunaonaga mpaka kwenye taarifa za habari. Unaangalia kabisa taarifa ya habari, unamsikia yule mke, yule mjane wa marehemu, maneno anayoyatamka. Sasa watu wengi sana wanachukulia ni maombolezo. Wanachukulia ni maombolezo. Hatokei mtu wa kufuta yale maneno. Subiri tu matokeo. Subiri tu matokeo. Ile ardhi inapokea, ardhi inapokea, ardhi inapokea, ardhi inapokea. Na Mungu ni Mungu wa haki kweli. Bwana asifiwe. Kwa sababu mapepo yanalijua neno. Kwa hiyo anamwambia Mungu, wewe Mungu ni Mungu wa haki. Angalia kitu mama anasema. Wewe ni Mungu wa haki. Angalia kitu huyu mjane anaongea. Angalia kitu huyu baba anaongea kuhusu mtoto wake. Angalia kitu huyu mtu anaongea. Na ndio maana hata unapopeleka mtoto kwenye shule, lazima ufuatilie status ya hiyo shule. Nini kimewahi kusema kuhusu hiyo shule? Kama uko tayari kwa vita, usipeleke. Lakini ukipeleka na unajua kuna jambo fulani baya limeshawahi kutokea, lazima cha kwanza uende ukashughulike na ile ardhi ile shule. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini umenielewa mpaka. Jina la Yesu libarikiwe sana. Somo la ardhi sio somo jepesi, lakini ni lazima ulielewe. Kwa sababu kuna maeneo mengi tumezuiwa na hatuna habari kwamba tumezuiwa. Lakini mazuio yako kwenye nini? Yako kwenye ardhi. Ardhi iliambiwa huyu mtu asiwe na mafanikio. Sasa wewe unatoka wapi na mafanikio? Na ardhi imeshaandika huyu mtu asiwe na mafanikio. Na bora angekuwa yeye tu na watoto wake wasiwe na mafanikio kwenye ile eneo. Kwa hiyo lazima awepo mtu atakayefanya mapinduzi. Lazima awepo mtu atakayefanya revolution kwa damu ya Yesu. Apindue meza, afute hayo maneno, aachilie nguvu za Mungu tofauti, ili damu ya Yesu ianze kunena mema, ianze kunena mema, ianze kunena mema. Na ndio maana ardhi ya mahali unapolaza kichwa chako ni ardhi ya kuiombea mwaka mzima, siku 365. Unaombea hiyo ardhi, unasemesha hiyo ardhi, unafuta maneno mabaya, unafuta laana, unafuta mikosi, unafuta baraa. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ardhi inatakiwa kuwa mlango wa mbinguni, mahali pa Mungu kukusemesha, mahali pa malaika kupanda na kufanya nini? Na kushuka.
Lazima uiombee hiyo ardhi, uiombee hiyo ardhi. Sasa kuna watu wengi sana hatuombei hata ardhi ya mahali tunapokaa. Mahali unapofanyia biashara lazima upaombee. Kwa nini panatakiwa pafungue milango ya wewe kuona fursa mpya? Pafungue milango ya wewe kukutana na watu wapya. Mahali unapofanyia kazi lazima upatakase kila siku. Na ndio maana wenzetu anatoka, anaenda, anasemesha, anarudi. Anatoka, anaenda tena, anasemesha, anarudi. Anatoka, anaenda tena, anasemesha, anarudi. Kwa siku, hapa katikati ya siku, anapasemesha kama mara 3. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Mungu wetu ni mwaminifu. Kuna namna ukianza kuomba hayo maombi, utaanza kuona breakthrough. Utaanza kuona breakthrough, utaanza kuona upenyo ambao mara ya kwanza huo upenyo haukuwepo. Ninaomba usimame mahali ulipo. Tutaenda mbele za Mungu wetu kwa ajili ya maombi. Ninachokitamani ndani ya moyo wangu ni Mungu akuwekee mzigo wa kuomba kwa ajili ya ardhi. Mungu akuwekee mzigo wa kuomba kwa ajili ya ardhi. Ndio maana kuna maeneo waga yanaitwa machinjioni. Yaani ni mahali ambapo watu ni wanakufa. Ni vinatokeaga vituko tu. Zinatokeaga tu ajali za kutatanisha. Ajali hazieleweki, hazina kichwa wala miguu, lakini ndio inatokea inaua mtu. Inatokea inaua mtu. Nini kimetokea? Ardhi haijaponywa. Hiyo ardhi lazima ipone. Mungu anasema nitaiponya nchi. Nitaiponya nchi. Kama nchi inatakiwa kuponywa, kama ardhi inatakiwa kuponywa, maana isipoponywa itaendelea kutoa kitu ambacho sio. Kama ni kumeza watu itaendelea kumeza watu. Kama ni kuharibu watu itaendelea kuharibu watu. Kama ni kuzuia biashara za watu itaendelea kuzuia biashara za watu. Lakini Mungu anasema nikiitwa na watu waliojinyenyekesha wakafuatilia kuacha vitu ambavyo vilikuweko ambavyo sivitaki, anasema nitaiponya. Maana ardhi ambayo haijaponywa ni ardhi ambayo itaendelea kuleta matatizo. Ardhi ambayo haijaponywa ni ardhi ambayo itaendelea kuwa kinyume chako, itaendelea kufunga milango yako. Kwa lazima iponywe. Kama jinsi ambavyo wewe ukiwa mgonjwa usikii amani, usikii furaha, ndivyo jinsi ambavyo na ardhi inaweza ikawa mgonjwa hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Ukisoma huko kwenye Biblia, ardhi inatakiwa iwe na furaha, ardhi inatakiwa ichangamke, ardhi inatakiwa ifurahi. Nitakuonyesha hiyo mistari. Ardhi inatakiwa iimbe ili sifu jina la Bwana. Ardhi. Lakini ardhi ikiwa imefungwa, nani anayefanikiwa hapo? Nani anayekuwa na matokeo hapo? Kwa ndio maana lazima damu ya Yesu inene mema kwa ajili yako. Na ndio maana kaangalie mahali ambapo damu ya Yesu ilimwagika kwenye ardhi. Si mnajua mahali ambapo damu ya Yesu ilimwagika kwenye ardhi? Damu ya Yesu ilimwagika kwenye ardhi ya wapi? Ya Israeli. Pale Jerusalem. Pale ile damu ilipomwagika, kwa sababu damu ya Yesu ilikuwa imebeba ukombozi. Imebeba kitu kizuri. Mpaka leo kila mtu anataka kwenda kupakanyaga pale. Dunia nzima, mamia kwa maelfu, mchana na usiku, ni watu wanaingia na kutoka Jerusalem. Wanaingia na kutoka Jerusalem. Kwa nini? Ni mahali ambapo ardhi ilipokea damu ya nani? Ya Yesu. Iko hivyo hivyo kwenye ulimwengu wa roho pande tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukashika sadaka yako, tuende mbele za Mungu wetu kwa maombi. Tuisemeshe siku ya leo, lakini tuunganishe sadaka zetu na maombi ya kuombea ardhi. Utaomba kwa ajili ya ardhi ya nyumbani kwako, damu ya Yesu inene mema. Kama kuna maneno ile ardhi iliambiwa, yafuta hayo maneno kwa damu ya Yesu. Umepewa amri, umepewa mamlaka. Unayoyafunga yanafungwa, unayoyafungua yanafunguliwa. Semesha ardhi ya mahali unakofanyia kazi. Semesha ardhi ya mahali unakofanyia biashara. Semesha ardhi ya mji wa Arusha, mahali unakoishi. Na wewe unayetufuatilia mahali popote, semesha ardhi ya mahali ulipo. Damu ya Yesu inene mema kwa ajili yako. Naomba unyanyue mkono wako juu mahali ulipo. Sema Bwana Yesu, kila neno baya ambalo
ambalo ardhi imeambiwa kinyume changu, kila neno la uovu, kila neno la mauti, ninalifuta kwa damu yako Yesu, kwa damu yako Yesu. Ule uovu uliotengenezwa kwenye ardhi, ile hasara, ile fedhea, ule ukiwa, yale mateso ambayo ardhi imeambiwa iachilie kinyume changu, leo kwa damu ya Yesu, leo kwa jina la Yesu, ninabatilisha kwa jina la Yesu. Ikiwa kuna uhalali juu ya hayo maneno, juu ya hizo laana zilizoachiliwa, leo ninaita damu yako Yesu inayosimama kama mwanasheria wangu, kama mteteaji wangu. Damu yako Yesu inene mema kwa ajili yangu juu ya hiyo ardhi, maana umesema damu yako ni mjumbe wa agano jipya. Inaweza kusema mema, inaweza kutamka mema, inaweza kunitetea. Initetee leo juu ya ardhi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafuta uovu, nafuta mabaya, nafuta hila, nafuta mikosi, nafuta balaa, nafuta mauti, nafuta ajali kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nabatilisha sadaka, nabatilisha kafara zilizounganishwa na maneno kinyume changu juu ya ardhi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuachilia damu ya Yesu sasa mwenyewe. Achilia hiyo damu ya mwana kondoo, unganisha hiyo sadaka yako, unganisha na damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu kunena mema, achilia damu ya Yesu kunena mema, achilia damu ya Yesu kunena mema, achilia damu ya Yesu kunena mema. Biblia imesema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, watautafuta uso, anasema nitasikia na nitaponya ardhi. Anasema nitasikia, nitaponya ardhi, nitasikia, nitaponya ardhi. Baba, katika jina la Yesu, laana iliyopo, mapigo yaliyopo, adhabu iliyopo, inawezekana hiyo ardhi ya mahali anakoishi, anakofanyia biashara, anakofanyia kazi, anakolima, anakofuga, inawezekana hiyo ardhi imesemeshwa kitu tofauti na maadui zake. Inawezekana hiyo ardhi imesemeshwa kitu tofauti na watu wenye uchungu na hasira juu yake. Leo Baba, ninaita damu yako, damu yako ikanene mema kwa ajili yake, damu yako ikanene mema kwa ajili yake. Ninafuta hayo maneno mabaya, ninafuta hayo maneno ya uovu, ninafuta hayo maneno ya hila. Wengine walitamkiwa hayo maneno na maadui zao, wengine walitamkiwa hayo maneno na wazazi wao walipogombana nao, wengine walitamkiwa hayo maneno na majirani zao walipotofautiana nao, wengine walitamkiwa hayo maneno na watu wasiowafahamu, kwa hiyo hawakuyasikia. Leo Baba, ninaachilia damu yako ikasimame kama mwanasheria kufuta hayo maneno, kuondoa hizo hatia. Damu yako ulisema ni mjumbe wa agano jipya. Wewe ni mjumbe wa agano jipya. Damu yako ya kunyunyiza ikanene, ikaseme, ikanene, ikaseme, ikanene tofauti. Damu ya Abeli iliongea uchungu, iliondoa kulipiwa fidia, ilikuwa inataka ghadhabu. Damu ya Abeli ilikuwa inataka mapigo, damu ya Abeli ilikuwa inataka kisasi, lakini damu yako Yesu ilinena mema, ilinena mema, ilinena mema. Sijui damu iliyomwagwa na madhabahu za watu wabaya, sijui damu iliyomwagika kwenye hilo eneo ambayo inamtaka siku zote asiwe na mafanikio, inamtaka siku zote asione upenyo. Leo ninaachilia damu yako Bwana Yesu, ninaachilia damu yako Bwana Yesu, ninaachilia damu yako Bwana Yesu, ninaachilia damu yako Bwana Yesu juu ya hiyo ardhi, juu ya hiyo ardhi anayolala. Ninaachilia damu yako Bwana Yesu juu ya hiyo ardhi anayoishi. Ninaachilia damu yako Bwana Yesu inene mema kwa ajili yake. Damu yako Bwana Yesu inene mema
juu ya hiyo ardhi anayofanyia kazi. Damu yako Bwana Yesu inene mema juu ya hiyo ardhi ambayo anafuga, anafanya biashara, juu ya hiyo nyumba anayoishi. Ninanyunyiza damu yako kufuta mabaya, kufuta mabaya, kufuta uovu, kufuta mauti, kufuta uharibifu, kufuta hila, kufuta mikosi, kufuta balaa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Zile fursa zilizoondoka ninazirejesha tena kwa damu ya Yesu. Watu wema walioondoka ninawarejesha tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Zile network za baraka zilizoondoka ninazirejesha tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, uwepo wako ninauachilia juu yake sasa. Nguvu zako Bwana zimfunike na kumwatamia. Malango yake nayo yakawe wazi katika jina la Yesu. Popote atakapopita mkono wako uende pamoja naye. Popote atakapokanyaga neema yako iende pamoja naye. Popote atakapogusa mkono wako ukafanikishe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninamvua vazi la aibu ambalo alivalishwa na ile ardhi kwa jina la Yesu. Ninamvika vazi la utukufu, ninamvika vazi la heshima katika jina la Yesu. Ninamvua maneno ya mikosi na balaa, ninamvika maneno ya baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninamvua unajisi, ninamvika utukufu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, akauone mkono wako. Ninamvua magonjwa aliyovalishwa kwenye hiyo ardhi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninamvika uzima kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninamvua vazi la mauti kwa damu ya Yesu alilovalishwa kwenye hiyo ardhi. Ninamvika vazi la uzima kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Nguvu zako Bwana ninaziachilia juu yake. Huo mkono wako Bwana uwe juu ya mtoto wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo vita Bwana ukapigane mwenyewe, kasimame mwenyewe, kamtoe hapo mahali alipozuiwa katika jina la Yesu. Hilo giza likatawanyike kwenye hiyo ardhi, huo ukiwa ukaondoke kwenye hiyo ardhi. Hiyo ardhi ikachangamke kwa ajili yake, hiyo ardhi ikamfurahie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo ardhi ikampe mkono wa shirika, hiyo ardhi ikampe kutambulika, hiyo ardhi ikamtambue katika jina la Yesu Kristo. Neema yako Bwana yatosha kumtetea, yatosha kumsaidia. Baba, ninamkabidhi mikononi mwako, ninamwachilia kwenye hiyo neema yako, ninamwachilia kwenye nguvu zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.